أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن سار على هديهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuleta sisi sote hapa tena kwa mara nyingine. Lengo na madhumuni ni kuhuisha jina la Bwana Mtume na ahli baiti zake. Kama mlivyosikia, nimepangiwa kuongea kuhusu mubahala, nalo ni tukio ambalo kwamba lilituka katika tarehe 24 ya Dhulhijja. Kwa hivyo Ghadir ilitangulia ndio ikaja mubahala, lakini sisi kama ada yetu twatanguliza, twachanganya minasaba kama hii kwa pamoja. Ndugu zangu Waislamu, katika Qur'ani tukufu kuna aya nyingi ambazo kwamba zajulikaniwa kwa majina yake. Aya kama hizi leo zimekuwa maarufu na zimetangaa kwa majina yake. Mathalan, Ayatul Kursi. Leo ukisema Ayatul Kursi, kila mtu ashajua ni aya gani, yajulikaniwa kwa jina kama hili. Na sababu ni kuwa katika aya kama ile kuna kifungu cha sema wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wakaelezea maulamai wa ahlul bait na baadhi ya tafasiri za ahli sunna kuwa kursi ni ilmu ya Mwenyezi Mungu na ihatwa yake kwa mambo yote. Ukiangalia aya ambayo kwamba nyingine imekuwa maarufu kwa jina lake ni Ayatul Mawadda, iko katika suratu Shura. Yasema kulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur. Aya kama hii imepata umaarufu kwa jina lake Ayatul Mawadda. Ni aya ambayo kwamba yatufaradishia sisi kuwapenda
karaba za bwana mtume ambao kwamba ni al-Imamu Ali, Fatima, al-Imamu Hasan na al-Imamu al-Hussein alayhimus salam. Hawa ni lazima sisi tuwapende. Usipowapenda ni kambe waenda kinyume na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Na hii ni katika moja ya dalili ya kuonyesha uimamu wa Ahlul Bait na isma yao. Kuna aya nyingine ambayo kwamba pia ni maarufu kwa jina lake, Ayatut Tathhir, ambayo kwamba iko katika suratul Ahzab. Mwenyezi Mungu asema innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa hiyo tukishajua aya hizi zote, basi tujue pia maudhui ya leo aya yake ni maarufu kwa jina lake. Aya kama hii yajulikana kama Ayatul Mubahala, iko katika sura Ali Imran aya 61. Mwenyezi Mungu amkhutubu mtume wake asema, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin. Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume, basi yoyote ambaye kwamba atakufuata wewe na hoja baada ya kuwa wewe ushamletea dalili, ushamwekea wazi kila kitu, basi mwambie njoo tuite watoto wetu. Qul ta'ala nad'u abna'ana, tuite watoto wetu. Wa nisaana, ninyi mje na wake zenu na sisi pia tuje na wake zetu. Wa anfusana, sisi tuje nafsi zetu. Wa anfusakum, na nyinyi wenyewe muje. Thumma nabtahil, kisha tufanye hii mubahala. Fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, tujalie laana ya Mwenyezi Mungu kwa yule mwenye kuzungumza urongo katika hizi pande mbili. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika kueleza kisa, ningependa kwanza tufahamu maana ya mubahala ni nini lughatan wa istilahan. Tujue maana yake ni nini, ndio ili tukifahamu hiki kilma kwa uzuri zaidi na tujue majulisho ya hiki kilma. Ukienda katika vitabu vya lugha, mubahala min bahala yubahilu mubahalatan, kwa wizani wa faala yufailu mufaalatan. Na ukiona kilma siku zote chaja kwa wizani wa huu mufaala, kuna musharaka baina tarafain, kuna musharaka yani baina ya makundi mawili, si mtu ambaye kwamba afanya kitu peke yake. Tumchukue mwanazuoni mmoja tumsikia 80 kuhusu mubahala. Ibn Faris asema hii bahala usulun thalatha, ina misingi mitatu. Ahaduhuma at-takhliya, maana ya kwanza ya kilma cha bahala ni at-takhliya. Takhliya yani kukiacha kitu bila kukichunga, ukiacha kwa matakwa yake, yani kwa maamuzi yake ukiacha. Kwa mfano, annakatul bahilu, ngamia ambaye kwamba yani ameachwa, hana mtu mwenye kumchunga, yatumika hiki kilma. Maana ya pili ni al-ibtihalu, ambayo kwamba ni at-tadarru min ad-du'a. Al-ibtihalu ni kunyenyekea katika dua, ambayo kwamba maudhui yetu leo yarudi katika maana hii, haiingii katika takhliya kule, yaingia katika al-ibtihal. Na maana ya tatu ni al-ma'ul qalil, maji pia kiwa kidogo yatumika kwa kilma hiki bahala. Kiufupi hii ndo mubahala lughatan.
istilahan ni huwa an yajtami'a alqawmu idha ikhtalafu fi shay'in abna'ahum wa nisa'ahum fayad'una Allah ta'ala an yahilla la'natahu wa 'uqubatahu bil kadhib min al-fariqayn. Mubahala istilahan ni wakusanye watu pindi watakapokhtalifiana katika kitu. Mimi nasema hiki, wewe wasema kile, na hatufiki katika suluhisho, basi ni wakusanye wale watu, watoto wao, wake zao, kisha wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshe laana yake kwa mrongo katika wale wawili. Na ina swigha yake, huwezi kwenda tu kuanza mubahala Mwenyezi Mungu akufanya kadhaa hivi. Kuna swigha yake ambayo kwamba imewekewa. Ukitaka kufanya mubahala mpaka ufanye kwa namna hii, na ni jambo ambalo kwamba mpaka leo tuweza lifanya, si jambo ambalo kwamba limebaki kwa mtumi peke yake. Na swigha yenyewe ni Allahumma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul aradina as-sab'i alimul ghaibi wash-shahadati ar-rahmanir rahim. In kana, utatia jina lako. Sasa tuseme mimi nataka kufanya mubahala na mtu, nitasema in kana aliyun jahada haqqan wadda'a batilan faanzil alayhi husbanan min as-samai au adhaban alima. Ikiwa mimi nimepinga haki na nikawa nadai batil, basi Mwenyezi Mungu ateremshie adhabu kali ya haraka tena kutoka mbinguni. Wa in kana, sasa utatia jina la yule ambaye kwamba wafanya mubahala naye. Mfano, wa in kana sa'idun jahada haqqan aw idda'a batilan faanzil alayhi husbanan min as-samai au adhaban alima. Hii ndio swigha ya mubahala. Nikiingia katika kisa, ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, aliandika barua kwa askofu wa Najran. Hawa watu wa Najran walikuwa wao ni manaswara, hawako katika dini ya Uislamu. Bwana Mtume Muhammad aliandika barua kwa askofu wao, mkubwa wao anayejulikana kama Abu Haritha. Aliandika barua kwa ajili ya kuwalingania watu wake waingie katika Uislamu, na katika maneno aliwaambia njooni nyinyi tumwabudu Mwenyezi Mungu, mutoke katika kuabudu waja, muje katika wilaya ya Mwenyezi Mungu, mutoke katika wilaya ya kumwabudu mja. Fa in abaitum faljizya. Mtume awaambia mkikataa nyinyi, mkikataa kuingia katika dini ya Kiislamu, faljizya, basi mtatoa kodi. Kwa sababu wale manaswara walikuwa kiishi chini ya Uislamu au katika utawala wa Kiislamu. Lau kutatokea chochote, lau kutatokea vita, Waislamu ndio wenye kuwatetea. Sababu na Mtume akamwambia njooni katika dini ya Kiislamu, mkikataa mtalipa kodi. Wa in abaitum faqad adantukum biharbin. Mkikataa kulipa kodi, basi nawatangazia vita. Na katika aya ambayo kwamba Bwana Mtume alifungamanisha na maneno kama haya ni aya inayosema qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu allaha wa la na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Aya kama hii yaelezea kuwa Bwana Mtume anamwambia njooni katika kilma kimoja, sisi tuwe ni watu wamoja, nyinyi na sisi, tusiabudu kitu chengine isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tusichukuliane baadhi yetu na baadhi yenu kuwa ni miola, ukamfanya mtu ni Mungu. Basi barua ikatumwa kama ile kwa watu wa Najran. Ilipomfikia yule Abu Haritha barua kama ile, akaisoma kwa makini,
akaona wacha niite mkutano, na katika mkutano ule akachukua shakhsia zile zinazokubalika katika watu wake, watu wenye akili, watu ambao kwamba wana elimu zao, lakini alichanganya wenye dini na ambao hawana dini, waje wakae tushauriane vipi kuhusu huyu ambaye wadai utumi. Baada ya kushauriana kwa muda mrefu, wakaamua kutumwe msafara wa watu 60. Huu msafara wa watu 60 uende ukafanye bahthi na mtume kule, ukafanye munakasha na mtume awaonyeshe dalili za utumi wake. Na katika hawa watu 60 kulikuwa na viongozi wao wakubwa watatu, ambayo wa kwanza ni Abu Haritha, wa pili ni Abdul Masih ambaye kwamba yulikaniwa kwa elimu yake wakati ule, na watatu ni Al-Ayham ambaye kwamba ndo katika wale wazee wa Najran ambao waheshimika kwa lugha zetu za kisasa, tunasema ndo experience, yani wale. Basi wakaamua tuende Madina tukafanye huyo munakasha na mtume, tukafanye jidali na yeye, tujadiliane na yeye. Wakafika Madina. Walipofika Madina wakaingia msikitini. Walipoingia msikitini walikuwa wamevaa yale manguo yao ya kikanisa, wamevaa macheni yale ya dhahabu, wamevaa mapete ya dhahabu, wamevaa misalaba, wamevaa nguo za hariri. Bwana mtume likamuudhi jambo lile, kwa sababu wameingia msikitini na wao pia walihisi kuwa bwana mtume ameudhika. Bwana mtume akamuuliza al-Imamu Ali, waonaje hawa? Ali akamwambia bwana mtume, mimi naona watoke nje waende wakaeke vitu vyao kisha warudi msikitini. Wakafanya kama vile walivyoambiwa, wakatoka wakaeka vitu vyao wakarudi, wakamsalimia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alafu wakamkabidhi zawadi ambazo kwamba walikuwa wamemletea mtume. Lakini kabla mjadala hujaanza, ikawa ni wakati wa swala umeingia, Waislamu wakataka kuwazuia wale manaswara wasiswali pale msikitini. Lakini mtume akafanya nini? Akamwambia tulieni. Mtume ni karimu, ajua kuwa na alaka na watu. Akamwambia tulieni, wacheni, nyinyi simuelekea Baitul Maqdis, elekeeni uswali, sisi tuelekea kibla, tuacheni na sisi tuswali. Walipomaliza kuswali sasa ndo ule mjadala ukaanza, na ni mjadala wa vitu vingi, ilikuwa si huu wa Nabii Isa peke yake, ni mjadala wa vitu vingi. Lakini bwana mtume Muhammad aliwasomea Qur'ani, wao aliwasomea Qur'ani, lakini watu kama wale hawakutaka kumsikia bwana mtume. Anamwambia sisi ni Waislamu kabla yako wewe. Bwana mtume akamwambia kadhabtum, mmezungumza urongo nyinyi. Yamnaukum min alislami thalathun, ni wasema Waislamu, basi mmedanganya. Uislamu wakataza nyinyi mambo matatu: ibadatukum swalibu, kuabudu kwenu mtu ambaye kwamba mmemfanya nini? Mmemsulubu. Wa aklukum lahma al-khinzir, na kula kwenu nyama ya nguruwe, Uislamu umekataza. Wazamukum anna lillahi waladan, na kudai kwenu kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, pia hii Uislamu wakataa. Kwa nini nyinyi mseme mmekuwa Waislamu kabla yangu mimi na Uislamu wakataza mambo kama haya? Basi wale manaswara wakasema Almasihu huwa Allah, yani Nabii Isa ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Sasa sababu zao ndo hizi. Nabii Isa ni Mwenyezi Mungu kwa sababu ahya al-mauta, amehuisha wafu. Katika miujiza ya Nabii Isa
ni kuhuisha mfu. Ameumba ndege kutokana na udongo. Nabii Allah Isa amezungumzia mambo ya ghaib ambayo kwamba kuna mtu aweza kuyajua. Hii inaonyesha kuwa Nabii Allah Isa ndo Mwenyezi Mungu. Wale wamwambia hivyo, Bwana Mtume Muhammad akawaambia huwa Abdullah, yule ni mja Mwenyezi Mungu, si kama vile mnavyosema nyinyi. Mwenyezi Mungu ni kilma tu ankituba kwa nana Maryam, kun fayakun. Na ndo hii ndo kauli ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka ni kun tu fayakun, litakuwa. Basi vile vile bado wakaendelea wakakataa. Wakasema Nabii Allah Isa ni ibnullah li'annahu la aba lahu, kwa sababu yeye hana baba. Bwana Mtume alipofikia pale akanyamaza, kwa sababu waona hapa hatutofikia katika sulhi. Kanyamaza. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Baada ya kunyamaza kwa muda mfupi, kukashuka wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amwambia Bwana Mtume awaambie wale manaswara, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Nisi mwasema kuwa Isa hana baba, basi itakuwa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Basi inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nimemuumba mimi kutoka, amemuumba Mwenyezi Mungu kutokana na mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, akawa. Sasa je, Nabii Allah Adam na Isa nani takuwa ni bora zaidi? Takuwa ni Adam, kwa sababu yeye hana baba wala mama. Manaswara baada kusikia vile wakamwambia Bwana Mtume, angalia sisi tuwaona bana hatutofika katika sulhi. Manake sisi wewe huwezi tutoa katika nini? Katika dini yetu, na sisi hatuwezi kutoa wewe katika dini yako. Sasa hapa ilipofikia tufanye mubahala. Wakamwambia Bwana Mtume, tufanye mubahala, tuweke kulaaniana sisi na nyinyi, nani yuko katika haki, kisha tujalie laana ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye kuzungumza urongo. Bwana Mtume akanyamaza. Ikamshukia aya kama hii katika Ali Imran aya 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin. Ikawashukia aya kama hii, akawaambia sawa. Lakini wakaja wakakubaliana kuwa mubahala hautofanywa siku kama ile, utafanywa siku inayofuatia. Wakarudi wale manaswara, wakashauriana, wakazungumza kuwekeana meeting kuhusu kesho. Lakini mmoja wao akasema kuambia manaswara wenzake, undhuru Muhammadan fi ghadin, muangalieni Muhammad kesho. Fa in ghadan biwaladihi wa ahlihi fahdaru mubahalatahu, kesho mkimuona amekuja na watoto wake, amekuja na ahli zake, tahadharini msifanye mubahala na yeye. Huyu mtu takuwa ni mkweli, kwa sababu mtu hawezi toa watoto wake akawapeleka katika maangamivu. Na mtu kimuona ametoa watoto wake, basi jua ni mkweli. Wa in ghadan bi ashabihi fa innahu ala ghairi shay. Ukimuona kesho kuja na maswahaba zake, msiogope nyinyi, fanyeni mubahala na yeye. Watoto wake akuwa leta watu wengine. Basi siku ya pili ikafika, jamaa wakakusanyika katika wango lile, wasubiri Bwana Mtume aje. Wako pale, lakini nyoyo zao zapiga, Muhammad atakuja na nani? Wataka tu kumwangalia leo Mtume atakuja na nani? Mara baada muda mfupi waona nyuso tano tukufu zaja.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ona nyuso tukufu zaja. Yule mmoja akasema namuona Muhammad yuko na watu watano, wale watano wale yuko na watu wanne, wale wanne mkina nani? Akaambiwa yule wa kando yake, yule mwanamume unayemuona kando yake ni Ali, kijana cha ammi yake ambaye kwamba ndo wasii wa Mtume. Yule mwanamke unayemuona ni mume wa Ali na ni mtoto wa Mtume. Wale watoto wawili unaowaona ni wajukuu wa bwana Mtume, watoto wale wawili. Walivyoona vile wakashtuka wale makafiri, wakaona hapa ilipofika sisi tutaangamia sote. Wakamfuata bwana Mtume, na ujue bwana Mtume wakati yuaja na ahli zake awaambia, mimi kila nikiomba fa aminu, semeni amin tu nyinyi, mimi nitakuwa naomba, nyinyi kazi yenu kusema tu amin amin. Manaswara wakashtuka wakamfuata bwana Mtume, wakamwambia raaina alla nubahilaka, tumeona tusifanye mubahala na wewe, tumeona tusifanye mubahala na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika mmoja wale manaswara kuna mmoja wao aliwaambia, ya mashara naswara, enyi kundi la manaswara, inni la ara wujuhan law shaa Allahu an yuzila jabalan min makanihi la azalahu biha fala tabahalu fatahliku. Awaambia mimi naona nyuso, na ni mmoja katika wale manaswara awaambia mimi naona nyuso, lau watamuomba Mwenyezi Mungu aliondoe jabali kutoka sehemu yake alipeleke sehemu nyingine, basi Mwenyezi Mungu ataliondoa. Fala tabahalu fatahliku, basi msifanye mubahala na wale, sababu hiyo mkaangamia. Na lao mtafanya mubahala na wale, hakuna hata mnaswara mmoja atakayebakia katika huu ulimwengu. Walipomwambia bwana Mtume sisi tutakufanya mubahala na wewe, Mtume akamwambia basi silimuni kama mtaja. Akamwambia tutakuomba Mtume, sisi hatuna nguvu ya kupigana na wewe, sisi usitutoe katika dini yetu, na sisi hatutokusumbua, lakini tutatoa kodi kama vile ulivyotaka. Tutatoa kodi kila mwaka, tutaleta mavazi 2000, 1000 tutaleta katika mwezi wa Safar na 1000 tutaleta katika mwezi wa Rajab, na tutaongezea juu ngao zile za vita 30 za chuma zile. Baada ya kuzungumza na bwana Mtume wakasuluhishana, bwana Mtume akakubali, akamwambia sawa. Na katika maneno yake aliyosema baada ya lile tukio akasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika milki yake, innal halaka qad tadalla ala ahli Najrana, hakika maangamivu yalikuwa yamekurubia kwa watu wa Najrani. Walau laanu, na lau wangelikubali kufanya ule mulaana, la musikhu qiradatun wa khanazirun, wangegeuzwa mayonda na manguruwe lau wangefanya huu mubahala. Walaftarama alaihim alwadi naran, na lile wanga lingewaka moto likawachoma wote likawamaliza. Walastasala Allahu Najrana wa ahlihi hatta at-tayra ala ruusi shajari, na Mwenyezi Mungu angeliwashambulia hawa watu wa Najran paka wale ndege ambao kwamba katika vilele vya mti pia wasingekuwa na bahati, hakuna kitu kingebakia. Wala ma hala alhawlu ala an-nasara kullihim hatta yahliku, na wala kusingelipita mwaka kwa hawa manaswara, usingelizunguka mwaka, angekuwa wote wameangamia. Yani lau wangefanya mubahala na Mtume, ingekuwa leo hakuna watu wanaoitwa manaswara, leo ingekuwa hakuna. Paka hapa nimefikia mwisho wa kiswa changu. Kama takuwa nimekosea ni tafsiri zangu, na kama takuwa nimepata ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini kabla sijamalizia, kulikuwa na shairi fupi niliandika juzi kwa sababu ya munasaba kama huu wa mubahala. Shairi lenyewe liko katika Bahru Tawil,
kwa wanaojua hizi. Shairi lenyewe lasema yaumul mubahalati an-nufusu tajallat wan-nuru yasṭa'u fi jabinil Mustafa jaa an-nasara kay yunaqishu habibana فأتاهم بشواهد جلية تكتفى قالوا فلنباهل قال آتي بأهلي خير البرايا طاهرون أولي الوفا فجاء الحسن ثم الحسين مع هي الزهراء والمرتضى قد تشرفا فخاف قوم الكفر وارتدوا سريعا وقال النصارى هذه وجوه مصفى لو أنهم دعوا الإله ليزيل جبلا لأزاله لأن فيهم سرا مختفى فاختاروا السلام ورغبوا في الصلح والحق بان والكفر قد تنكفى وهذا والسلام عليكم والعفو منكم.